Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamezungumza kwa simu siku ya Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 2.5. Putin na Macron wamejadili Ukraine na Iran. Macron ametumia mazungumzo hayo kumtolea wito Putin kusitisha vita nchini Ukraine, ingawa Putin mwenyewe alijibu kwa kuyashutumu mataifa ya magharibi kuchochea mzozo huo. Kwa kifupi ni kwamba Putin, alivyoelezwa na bwana Macron, alimueleza uwazi kwamba nyinyi ndio mnaosababisha vita katika ardhi ya Ukraine. Sisi tungeweza kumaliza vita hivi mapema, lakini nyinyi ndio mlishikilia juu ya kuendelea kwa vita hivi, anasema rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Viongozi hao walizungumza kwa zaidi ya masaa mawili na kukubaliana kuwasiliana zaidi kuhusiana na suala la Ukraine na Iran. Hii ikiwa ni kulingana na ikulu ya Elysee, kwa maana ikulu ya nchi ya Ufaransa. Taarifa ikulu ya Kremlin ilisema Putin alimkumbusha Macron kwamba mzozo wa Ukraine ni matokeo ya moja kwa moja ya sera za mataifa ya magharibi, na kuongeza kuwa makubaliano yote ya amani yatakuwa ya kina na ya muda mrefu na yatakayozingatia kuondoa kini cha mzozo huo. Urusi bado imesema ipo tayari kwa ajili ya kumaliza kwa vita hivyo vya nchini Ukraine, lakini ni mataifa ya magharibi ambayo yameendelea kung'ang'ania namna ya kuipatia silaha Ukraine kwa ajili ya kuendelea na mapambano kati yake na Urusi. Hata hivyo, moja kati ya vipengele ambavyo rais wa Urusi Vladimir Putin aliwaeleza watu wa magharibi kutokana na vita hivyo vya nchini Ukraine, kwanza ni kuachana na mpango wa kuipa silaha nchi hiyo, na nchi hiyo iachane na mashambulizi katika maeneo mbalimbali ambayo yapo katika milki ya Warusi. Hata hivyo, jambo moja ambalo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky analihitaji ili kumalizika kwa mzozo huo ni Urusi kuachia maeneo walioyachukua, maeneo ya Ukraine ambayo ni pamoja na Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson, miongoni mwa maeneo ambayo sasa hivi yapo chini ya milki ya shirikisho la Urusi. Lakini kwa mujibu wa Urusi, wamesema kwamba moja kati ya mambo ambayo hayapaswi kuzungumzwa katika makubaliano ya kuacha mapigano katika eneo hilo ni pamoja na kuhusu maeneo hayo ambayo tayari watu wao wamepiga kura ya kujiunga na shirikisho la Urusi. Urusi pia imedai kwamba haihitaji kuona Ukraine ikiwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya ama NATO, lakini moja kati ya vitu ambavyo bwana Volodymyr Zelensky anatamani ni pamoja na kuwa mwanachama wa NATO, jambo ambalo kwa mujibu wa baadhi ya nyaraka, hasa katika mkutano wa Budapest, ni kwamba moja kati ya maeneo ambayo hayapaswi kuwa mwanachama wa NATO ni pamoja na mataifa ambayo ni jirani na taifa la Urusi, ikiwa ni pamoja na nchi hiyo ya Ukraine. Na hivyo Putin amesema kwamba sababu kuu ya mzozo unaoendelea ni pamoja na mataifa ya magharibi kuipa silaha nchi ya Ukraine kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Warusi, lakini wangeweza kumshawishi Volodymyr Zelensky akaachana na mpango wake wa mapambano, kwani bado kumekuwa na vifo vingi vinavyotokana na vita hivyo, hasa kwa wanajeshi, lakini pia na hata kwa raia wa kawaida wasiokuwa na hatia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyajua mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu.